shauri dhidi ya Ally Kamwe. Ally Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, alishtakiwa na Secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kumchochea umma. Kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Shauri lingine ni kwa Ahmed Ally, ambaye Ahmed Ally, meneja wa habari na mawasiliano ndani ya kikosi cha Simba, alishtakiwa na Secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma. Kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuingiza na hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo, na ameachiwa huru. Kwa maana Ahmed Ally ameachiwa huru. Sasa Hamisi Mohamed, ambaye mwanachama wa klabu ya Simba, alishtakiwa na Secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla. Imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Naam, hii ni Like Media. Nikukaribishe sana wewe ambaye unafuatia Like Media kwa sasa. Nikwambie hapa hujakosea, ni sehemu ambapo utakuja kupata taarifa mbalimbali zenye uchambuzi mzuri, wenye taarifa njema kabisa ambazo unatakiwa kuzifahamu hapa kutoka Like Media. Mimi naitwa Lugano Israel na nikukaribishe sana ndani ya Like Media, na nikupe taarifa ambayo pengine ulikuwa ufahamu. Utakuwa unakumbuka siku kadhaa zilikuwa zimepita hivi, yapata kama sio wiki 3 au 4, kama sio mwezi mzima sasa umepita, kulikuwa na taarifa ambayo ilitoka kwenye kamati ya maadili ya TFF kuhusiana na swala ambalo lilikuwa linahusiana na swala la Ahmed Ally, Ally Kamwe pamoja na Hamisi Mazanzala kutoka pale Kagera Sukari ambaye ni afisa habari, lakini pia Mohamed Hamisi pia ambaye ni shabiki wa Simba, pamoja na mambo mengi ambayo yaliweza kutokea. Kuna tetesi ambazo zilishawahi kutokea kwamba Ally Kamwe amefungiwa kwa maana ya miaka miwili, sawa lakini pia kulizungumza faini ya milioni 5 nakumbuka. Lakini pia kwa Ahmed Ally kaonekana kwamba hajakutwa na hatia yoyote katika tukio lile. Sasa moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi unatakiwa kuvifahamu ni kwamba kamati ya maadili ya TFF imetoa taarifa yake ambayo unatakiwa kuifahamu. Inasema kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ilikutana kwa ajili ya kupitia maamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake, kwa maana kamati hiyo baada ya vikao vyake kamati ilifikia uamuzi ufuatao. Sasa miongoni mwa uamuzi ambao ulifikiwa na kamati ya maadili, naenda kusoma sasa kama ilivyoandikwa kwa umakini kabisa. Shauri dhidi ya Hamisi Mazanzara. Huyu Hamisi Mazanzara ni afisa habari wa Kagera Sukari, alishtakiwa na Secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kwa maana kanuni ya 73 kifungu cha 4 kanuni ya maadili ya TFF iliyotolewa mwaka 2021. Sasa maamuzi ambayo ilitolewa juu ya shauri iliyotolewa dhidi ya Hamisi Mazanzala inasema baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5. Onyo ambalo pia limetolewa sema na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka miwili. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Imetoa taarifa, bila shaka utakuwa unakumbuka tunavyoongea sasa hivi ni tarehe 19 na taarifa imetoka tarehe 19, manake tarehe 16 hii taarifa ilistahili watu waipokee mapema kabisa. Hii taarifa imetoka tarehe 19 wakati mwisho wao ni tarehe 16 mwezi wa 4 2025 ndo kwa kutakiwa kama ni adhabu ya kutokushiriki katika majukumu mbalimbali basi ingekuwa ni hivyo, lakini imetoka tarehe 19 wakati
adhabu hiyo inaanza kutumika tarehe 16. Sasa hilo ndio shauri ambalo linamhusu Hamisi Mazanzara, afisa habari wa Kagera Sukari. Lakini shauri lingine linamhusu Mohamed Hamisi Mohamed, ambaye Mohamed Hamisi Mohamed, mwanachama wa klabu ya Simba, alishtakiwa na secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Hiyo ni kwa upande wa Mohamed Hamisi Mohamed ambaye ni shabiki wa Simba. Lakini shauri lingine ni kwa Ahmed Ali, ambaye Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano ndani ya kikosi cha Simba, alishtakiwa na secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo mwaka 2021. Sasa baada ya kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele ya kamati, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza na hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na ameachiwa huru. Kwa maana Ahmed Ali ameachiwa huru. Sasa kosa lingine ni kwa shauri lingine, mashauri dhidi ya Ali Kamwe. Shauri dhidi ya Ali Kamwe. Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, alishtakiwa na secretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kumchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 4 ya kanuni ya maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Na hii ni kwa upande wa Ali Kamwe, lakini bado kuna mashauri mengine, mfano shauri dhidi ya Shufaa Jumanne Nyamlani, ambaye Shufaa Jumanne Nyamlani, mtunza vifaa au meneja wa timu ya taifa ya beach soka na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA, alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa matatu. Makosa hayo ni kuchochea umma na kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya ushirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 8A ya kanuni ya maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021, na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73 3A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania toleo la 2021. Huyo ni Zulfa Shufaa, anaitwa Shufaa Nyamlani au Shufaa Jumanne Nyamlani. Lakini Shufaa Jumanne Nyamlani alitumiwa wito wa kamati, ilijiridhisha kuwa alipokea lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote, kwa kuwa wito ulimtahadharisha kwamba kama hata shiriki katika kikao hicho basi mashauri yataendelea hata bila yeye kuwepo. Baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanzia tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Lakini kuna mwingine anaitwa Saleh shauri dhidi ya Saleh Mohamed Saleh. Saleh huyu pia naye anatoka pale kwenye chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke
alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu Temeke Tefa, ashtakiwa kwa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam kama ilivyokuwa kwa Shufaa. DRF ndio ambao alikuwa amemshtaki kwa makosa ya uchochezi kwa umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73(4) ya kanuni ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Leo toleo la mwaka 2021 kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73(8)(a) ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021 na kuiondoa madarakani kamati ya utendaji wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke Tefa kinyume na kanuni ya 73(3)(a) ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021. Saleh Mohamed Saleh alitumia wito mbele ya kamati na ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote. Kwa kuwa wito ulimtahadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au mwakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao. Kamati iliendelea na shauri. Baada ya kusikiliza ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Taarifa imetoka ndani ya kitengo cha habari na mawasiliano kutoka TFF tarehe 19 mwaka 2025. Aliyesaini ni Clifford Maliondimbo ambaye ni afisa habari na mawasiliano wa TFF, na hii ni taarifa kutoka ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Hii ni taarifa ambayo ikufikia wewe ambaye ulikofahamu. Ahmed Ally pamoja na Ally Kamwe, hukumu imeshatoka, lakini Ally Kamwe amepigwa faini ya milioni 5, Ahmed Ally akiwa hajakutwa na hatia yoyote. Yote katika yote ni hayo ambayo nimekuletea kupitia Like Media. Uchambuzi utakuja kupata baadaye mara baada ya kupata taarifa hii. Sasa utaenda kupata uchambuzi zaidi ya kile ambacho kimefanyika. Basi kutokana na taarifa hizi, pengine una maoni gani kuhusiana na kile kitu ambacho kimefanyika kwa upande wa Ally Kamwe kukutwa na hatia juu ya kile ambacho kamati imejiridhisha kwamba alihusika moja kwa moja kuhamasisha umma katika vitu ambavyo havikubaliki katika soka? Na una maoni gani kuhusiana na Ahmed Ally ambaye pia alishtakiwa kwenye kamati lakini hajakamatwa na hatia yoyote? Kama una chochote cha kuweza kuzungumza, una chochote cha kutoa maoni yako, basi kupitia Like Media unaweza kutoa maoni yako. Nini ambacho kimepelekea Ahmed Ally akashindwa kunaswa katika mtego wa kuhamasisha umma juu ya uchochezi wa mambo kadhaa katika michezo ya mpira miguu kutokana na taarifa ya TFF? Unasemaje juu ya hilo? Unasemaje kuhusiana na Hamisi Mazanzala? Lakini pia unasemaje kuhusiana na shabiki wa Simba Hamisi Mohamed Hamisi ambaye alishtakiwa na TFF kupewa faini ya milioni 5? Unaona ni sawa au na kitu gani ambacho nafikiri kingekuwa sahihi kabisa katika shauri hili? Pengine mtazamo wako kwa ujumla. Karibu sana ndani ya Like Media, naendelea kuwa nasi kila wakati unaendelea kupata story na michapo mbalimbali. Taarifa hii ikufikie kwamba Ally Kamwe ana jukumu la kulipa milioni 5 kwa kile ambacho alikifanya kupitia mitandao ya kijamii, kwa maana ya kuhamasisha umma kuaminisha kwa kile yeye alikuwa anakifanya kwa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini Ahmed Ally yeye hajanaswa kwenye mtego huo. Mimi naitwa Lugano Israel. Subscribe channel hii uwe miongoni mwa watu ambao wanafuatilia ambao wanakuwa ni familia ndani ya Like Media. Lakini kucomment na kulike pia ni jambo la msingi sana ukiendelea kuwa nasi kila wakati na kila wasaa. Nasubiri ya comment yako. Weka sasa mawazo yako, nini ambacho kimefanyika? Vipi Ahmed Ally amependelewa? Vipi Ally Kamwe ameonewa? Hebu tuambie mtazamo wako ukoje katika hili.